Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndugu zangu katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Leo ikiwa ni Dominika ya 4 ya Majilio mwaka B wa Kanisa. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha pili cha Samueli, sura ya 7, aya ya kwanza mpaka ya 5, aya ya 8 mpaka ya 11 na aya ya 16. Na katika somo letu la pili litatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 16, aya ya 25 mpaka ya 27. Na injili yetu itatoka Injili ya Luka, sura ya 1, aya 26 mpaka 38. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu, uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa Mwana wa Aliye Juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakuijilia juu yako, na nguvu zake Aliye Juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yako Elizabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Mariamu akasema, tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kisha malaika akaondoka akaenda zake. Neno la Bwana. Ndugu zangu katika Kristo, kipindi cha Majilio kiko ukingoni na Noeli inakaribia. Kanisa linatualika tuimbe utenzi huu, Bwana karibu atafika, njooni tumwabudu. Mpango wa kumkomboa mwanadamu umeanza tangu mwanadamu alipoanguka dhambini. Kumbe naomba muungane nami kutafakari dhamira ya unyenyekevu katika maisha yetu ya Ukristo. Mungu anamchagua Maria wa Nazareti na kumwandaa binti huyu awe mama wa mkombozi. Tunaposoma majadiliano baina ya Maria na malaika, tunaonja upole, unyofu na unyenyekevu wake, utakatifu
na hekima ya mama huyu. Malaika anamsalimia Mariamu, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Mariamu hakuielewa salamu hii. Malaika akamwambia, usiogope. Nukuu hii itusaidie kuonja unyenyekevu wake. Kwa miezi 9 Masia angeishi ndani ya Maria kama hekalu lake. Maria anakuwa sanduku la agano na makao mapya ya Mungu kati ya watu. Maria anapokea mpango wa Mungu kwa moyo wote. Amejitoa bila kujibakiza. Sema, tazama mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyonena. Rejea Luka sura ya 1 aya ya 38. Mjakazi au mtumwa hakuwa na haki mbele ya bwana wake. Maria anajihesabu kuwa mtumwa mbele ya Mungu. Maria aliupokea mpango wa Mungu na hivyo akawa mama wa mkombozi na mama wa Mungu. Ndugu yangu, ukweli juu ya mwana wa Mungu kuwa mtu ni fumbo. Akili zetu haziwezi kuelewa. Tunaalikwa mimi na wewe tuendelee kuwa wanyenyekevu ili tuweze kuelewa fumbo la umwilisho. Tumsifu Yesu Kristo. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mimi ninaitwa Padre Ponsiano Gaudens Tenkanamba wa Jimbo Katoliki la Geita. Ninafanya utume wangu katika Parokia ya Bikira Maria Malkia wa Amani Kathedrali.